Kwa majina anaitwa Aisha Msofe, ni katibu ofisi ya Mheshimiwa Mbunge Jimbo la Pangani, Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso. Leo nimetembelea shule ya sekondari ya Masaika. Na dhamira na lengo la kutembelea katika shule ya sekondari ya Masaika ni kuangalia namna ambavyo programu ya Niache Nisome Pangani na Nitegemea kwa namna gani imefanya kazi katika wilaya ya Pangani. Programu hii ilianzishwa takriban miaka 9 ili Mbunge Jumaa Hamidu Aweso akishirikiana na aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Pangani Mheshimiwa Zainab Abdallah Isa ambaye kwa sasa ni mbunge wa vijana kule Kaskazini Pemba. Tunaona namna ambavyo programu hii imeleta matokeo gani. Programu hii imenufaishaje wananchi wa Pangani, kwa sababu lengo na dhamira ilikuwa ni kuhakikisha kwamba inajaribu kunyanyua elimu katika wilaya ya Pangani. Wazazi wawe na moyo wa kuwapeleka watoto wao shule, lakini watoto wenyewe wawe na morali ya kuona kwamba wana ulazima wa kusoma ili kuweza kuja kuisaidia jamii hii ya Pangani. Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso, mbunge wa Pangani, mbunge mzawa wa Pangani, alipata uchungu sana kuona namna ambavyo Pangani inakuwa iko chini. Mara tu baada ya kuanzishwa programu ya Niache Nisome Pangani na Nitegemea, ndani ya miaka mitatu programu hii ilifanya vizuri sana miaka mitatu ya mwanzo, ambapo shule zilifanya vizuri za sekondari. Lakini pia katika hili tusiache kumpongeza aliyekuwa dasi wa wilaya ya Pangani Mwalimu Hassan Nyange, naye alihakikisha kwamba anasimamia vizuri programu hii iweze kufanya kazi kwa ukubwa wake. Shule za sekondari na msingi zimeendelea kufanya vizuri kadiri ya siku zinavyosogea mbele. Wazazi wamekuwa na mwamko, watoto wenyewe wamekuwa na mwamko wa elimu, na programu hii imekuwa ina matokeo makubwa sana ndani ya wilaya ya Pangani. Shule zimekuwa na photocopy machine, shule zimekuwa na vitendea kazi, shule zimekuwa na nyumba za walimu. Lakini tukasema leo tutembelee shule ya sekondari ya Masaika, tuone namna ambavyo wananchi wa hapa wameweza kufaidika. Lakini tutaanza kuzungumza na mkuu wa shule atuambie namna ambavyo wazazi na walimu wamekuwa wakishirikiana kwa namna gani kuhakikisha kwamba programu hii ambayo ameanzisha Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso na kuileta shule ya sekondari Masaika, ambapo kipindi cha nyuma wakazi wa eneo la kata ya Masaika walikuwa wanatumia aidha shule ya sekondari Bushiri ama kwenda wilaya jirani ya Muheza kwa ajili ya kuitafuta elimu ya sekondari. Hali ikoje kwa sasa? Jina naitwa Mwalimu Joseph Jintelaga, ni mkuu wa shule katika shule ya sekondari Masaika katika halmashauri ya wilaya ya Pangani. Shule yetu ya sekondari Masaika ni shule mpya ambayo ipo katika kata ya Masaika, halmashauri ya wilaya ya Pangani. Hii shule ilianzishwa mwaka 2024 na mara baada ya kuanzishwa ilikuwa ikipokea wanafunzi kutoka shule za msingi Mlozo, shule za msingi Msimba na shule ya msingi Masaika, ambapo kabla ya hii shule kuanzishwa hapo awali wanafunzi hao walikuwa wanaenda kusoma elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Bushiri iliyopo katika kata ya Bushiri, ambapo ukipiga kwa hesabu ya kilomita ni kama takriban kilomita 25 kwenda kwa Bushiri. Kwa hiyo kuanzishwa kwa shule hii ilikuwa ni mwarobaini mzuri sana kwa vijana wetu wa kata ya Masaika kupata elimu ndani ya kata yao na kuacha ya kupunguza ule umbali mrefu ambao walikuwa wanapata huduma hii hapo kabla. Shule yetu hii hapa tangu ianzishwe, mimi kama mkuu kwa kushirikiana na wazazi pamoja na walimu wenzangu tumejitahidi kuhakikisha kwamba kwanza vijana wetu wanapata elimu ambayo ni bora, lakini pili pia tunajitahidi kwamba vijana wetu hao wanafanya vizuri katika mitihani yao mbalimbali tulikuwa tukifanya. Na miongoni mwa mafanikio ambayo tumeyapata tangu kuanzishwa kwa shule hii, kwanza tumefaulisha vizuri kwenye mitihani ya kidato cha pili ya mwaka jana. Kwa mfano, kwa mitihani ya kidato cha pili mwaka jana ambayo ilifanyika mwezi Novemba, sisi tulikuwa na vijana 53, na kati ya vijana hao 53 waliofanya ile mitihani ya upimaji wa kidato cha pili kwa mwaka jana tulifaulisha wanafunzi 45, na wanafunzi 8 ndio walipata bahati mbaya ya kurudia kidato cha pili. Lakini wale vijana kwa sababu ya miongozo ambayo tulitoa na serikali, basi tuliwaruhusu na wao pia wakaendelea kidato cha tatu. Lakini pia tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia walimu. Tumeweza kupata walimu, jumla ya walimu 7 kwa mwaka huu, tumepata walimu 7, na hivyo kuletwa kwa hao walimu kumepunguza sana changamoto ya walimu ambao tulikuwa nao miaka iliyopita. Na sasa masomo yetu yote, madarasa yote tuna walimu wa kutosha kwa ajili ya kuwafundisha vijana wetu. Lakini pia
Tunashukuru sana kwa ushirikiano mzuri ambao tunapata kutoka kwa wazazi. Wazazi wa kata ya Masaika ni wazazi ambao ni msikivu, ni wazazi ambao ukiweka kwenye kikao basi wanaelewa na chapu wanaanza kutekeleza kile ambacho mmekubaliana. Wazazi huwa wanasupport sana kwenye chakula. Wanatoa chakula kwa ajili ya vijana wetu kupata chakula hapa shule. Wengi wanahitaji sana kutoa chakula, lakini pia wazazi wengi wa kata ya Masaika wanahitaji kuhudhuria vikao. Lakini pia ni wazazi ambao wanahoji na tunawapa majibu ambayo ni ya kuridhisha. Mimi nafurahi sana kufanya kazi na wazazi hawa, kwa maana ni wazazi ambao ni wasikivu, lakini pia ni wazazi ambao wanatoa ushirikiano mzuri kwa sisi walimu na kwa viongozi wetu wa serikali serikali ya kijiji pamoja na serikali ya kata. Lakini pia ninawapongeza sana walimu wa shule ya sekondari Masaika kwa jinsi wanajitoa kwa ajili ya kufundisha, lakini pia wanajitoa katika usimamizi wa vijana wetu. Tunashirikiana vizuri na walimu hawa. Pamoja na mazingira magumu ambayo tunayo, walimu wetu wamekuwa ni walimu ambao wanajitoa na wanashirikiana vizuri na watoto, lakini pia na wazazi. Lakini pia tulifanikiwa kuanzisha kambi mwaka jana. Tulifanikiwa kuwa na kambi kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha pili mwaka jana, na wanafunzi wote 53 waliweza kushiriki kwenye ile kambi, na kuanzishwa kwa hii kambi ndio miongoni mwa sababu za kwa nini tumefanya vizuri kwenye ile mitihani ya mwaka jana ya kidato cha pili, ambapo kati ya shule 14 ambazo zilifanya mitihani ile, sisi shule ya Masaika tulishika nafasi ya 6. Kwa shule zote tulishika nafasi ya 6, na kwa shule za serikali tulishika nafasi ya 2 kwenye ufaulu. Lakini pia tumejitahidi kufundisha masomo yote. Tumefundisha masomo yote toka tunaanza 2024 hadi mwaka 2026. Tumejitahidi pamoja na changamoto ya walimu ambao tulikuwa nayo. Masomo yote yamekuwa yakifundishwa. Muda mwingine tumekuwa tunakwenda kuwazima walimu bushiri ili waje watusaidie. Huwa tunawazima walimu bushiri waje kutusaidia kufundisha masomo ambayo yanakosa walimu, lakini pia tumekuwa tukitumia walimu wa kujitolea wa muda. Walimu wa kujitolea tumekuwa tukiwatumia kwa lengo la kuhakikisha kwamba masomo yote yanafundishwa. Pamoja na hayo bado tuna changamoto ambazo zinaikumba shule yetu. Kuna changamoto ambazo zinaikumba shule yetu, na kupitia kikao hichi mimi nimuombe sana Mheshimiwa Mbunge ndugu Jumaa Aweso, mbunge wa jimbo la Pangani na waziri wa maji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atusaidie sana katika kutatua hizi changamoto. Changamoto ya kwanza ambayo tunayo sisi kama shule ni mashine ya kutoa fotokopi. Tunaomba Mheshimiwa Mbunge atusaidie mashine ya fotokopi, lakini pia tunamuomba sana Mheshimiwa Mbunge atusaidie tupate mabweni, angalau mabweni mawili, moja la wanafunzi wa kike la changamoto na jingine la wanafunzi wa kiume. Changamoto ya mabweni itatusaidia kupunguza shida ya wanafunzi wetu kutoka mbali, kwani sisi kama shule tunapokea wanafunzi ambao wanatoka Masaika umbali wa kilomita 13, tunapokea wanafunzi ambao wanatoka kwa Ukovu umbali wa takriban kilomita 8, lakini pia tunapokea wanafunzi kutoka Mrozo umbali wa kilomita 10. Sasa wanafunzi hawa wanapata tabu sana kufika shule kwa sababu ya huu umbali, na hii inasababisha utoro wa raia, lakini pia inafanya wanafunzi wao wachelewe kufika shule, lakini pia inasababisha wanafunzi wengi kuhama. Wanafunzi wengi wanahama sana, hasa wanafunzi wa kidato cha kwanza wanahama na kwenda shule ya sekondari Mkuzi iliyokuwa halmashauri ya wilaya ya Muheza kwa sababu ya umbali. Kwa mfano, mwaka huu tulipokea wanafunzi wa kidato cha kwanza 77. Kwenye wale wanafunzi 77, wanafunzi 10 hawakuripoti, wanafunzi 67 waliripoti, na kwenye wale wanafunzi 67, wanafunzi 33 wamehama. Wengi wamekwenda Mkuzi, wengine wamekwenda Bushiri, na wengine wamekwenda nje ya mkoa wa Tanga. Kwa hiyo tukipata mabweni, nina uhakika shule yetu wanafunzi wengi sana watakuja kukaa hapa, na tutapata idadi ya wanafunzi ambao ni nzuri, kwa sababu itapunguza ule umbali mrefu ambao wanatoka hao wanafunzi. Lakini changamoto nyingine ambayo tuna changamoto kubwa ya maji. Hatuna chanzo cha maji cha uhakika kwa sasa, na wanafunzi wetu wengi kwa sasa wanakwenda kuchota mtoni pale kwenye mfereji ili tuweze kupata maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya shule, hasa kwa ajili ya kupikia na maji kwa ajili ya usafi. Lakini pia tunaomba sana Mheshimiwa Mbunge atusaidie tupate nyumba angalau moja ya walimu, kwani kwa sasa tuna idadi kubwa ya walimu na walimu wetu wengi wanaishi mitaani huko kwa sababu ya ukosefu wa huduma ya nyumba. Baada ya hayo, mimi napenda sana kuipongeza serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wote wa serikali, viongozi wa ngazi ya mkoa, viongozi wa ngazi ya wilaya ya Pangani, viongozi wa ngazi ya kata na vijiji, kwa ushirikiano mzuri ambao wanatupa. Huwa tunashirikiana nao vizuri sana katika kutatua changamoto za shule. Wanatusaidia, wako karibu sana katika kutatua changamoto ambazo zinatukabili sisi kama shule. Lakini pia
Ninawapongeza walimu wangu wa shule ya sekondari Massaika ambao tunashirikiana nao tangu tumeanzisha shule 2024 mpaka leo. Bado tunaendelea pamoja nao, tunaendelea kupambana na kuhakikisha shule yetu inafanya vizuri hasa katika matokeo. Lakini pia mkuu wa shule ya sekondari Bushiri, ndugu Makerera Mrutu, ndugu Mrutu huwa anasaidia sana katika changamoto ambazo wanakumbana nazo. Huwa tunakwenda pale, wanatusaidia sana hasa katika habari ya utoaji wa mitihani, huwa wanatusaidia. Lakini na changamoto zingine nyingi huwa wanatusaidia. Kwa mfano, sisi kwa sasa hapa hatuna mabweni. Kwa hiyo tumeweka mpango pamoja na shule ya sekondari Bushiri kwamba vijana wetu waende kufanya mazoezi pale, yaani masomo ya practical, hasa kwa masomo ya fizikia, masomo ya biolojia na masomo ya kemia. Huwa tunawapeleka vijana kwenda kufanya mazoezi pale, kwa sababu mwakani vijana hao watakuwa kidato cha 4. Kwa hiyo tumeanza kufanya maandalizi mapema ya kuandaa kwa ajili ya mwakani. Lakini pia nimpongeze na mheshimiwa hapa katibu wa Bunge dada Aisha Msofya kwa kuja kututembelea. Mimi nakupongeza sana na usichoke kuja. Njoo tujadili, njoo tusaidie namna ya kutatua changamoto zinazokabili shule yetu ya sekondari Massaika. Asante. Nashukuru. Mimi naitwa Salim. Na mwanangu hapa pia anasoma hapa, anaitwa Abdalla Ramadhani. Sasa hivi maji yake nzuri na nafuu. Pia tumepata nafuu kwa sababu yuko karibu. Kwa hiyo tunafurahi sana. Nashukuru Mungu kwa baraka. Asante.